mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 8 mchana huko katika shimo lilikuwa linachimbwa mchanga zamani katika mtaa Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora. Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri miaka 7, kabila ni Mtusi, mwanafunzi darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, ni mkazi wa Mtakuja. Iligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu au watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lilikuwa linachimbwa mchanga zamani ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni mnamo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Ashura Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 ya asubuhi akiwa anatoka shuleni akirejea nyumbani ndio tatizo hilo, jambo hilo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa kuwa dada yake kurudi nyumbani saa 4 saa 5, bibi alipoona kimya, kwa sababu anakaa na bibi yao, bibi aliamua kumfuatilia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kuna nini. Kwa akiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule, huyo kurudi nyumbani wakakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, wakakuta mwili wa marehemu huko hapo. Kwa hiyo wakaondoa baini kwamba mwili wake ukiwa katika eneo la tukio ukiwa kama nimwambieni, ilikuwa na michubuko mkononi, mguuni na shingoni. Of course mbinu iliyotumika ni ya kumkamata mtoto na kumkaba na kumvunja shingo. Wananchi walifika pale na baadhi ya polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa ya Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika kuweza kubaini watuhumiwa waliohusika na tukio hilo, tuweze kuwafikisha mkono wa sheria. Kwa uchunguzi wa daktari, alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hajakuta bruises zenu sehemu za kuingiliwa. Ili tu alisema kifo chake kimesababishwa na kukosa hewa, kwani shingo yake ilikuwa imeshavunjwa, imelegea, lakini ukiangalia sehemu zake za uga hajaingiliwa. Hiyo ni taarifa ya daktari ambaye ndio mchunguzi. Yaani kwa ujumla wananchi kwanza tupe ushirikiano kwa kubaini, lakini lingine ni wazazi kuangalia watoto wetu. Mtoto wa miaka 7 sasa, hiyo tabia kutoka shuleni, wazazi lazima tuwafuatilie watoto wetu nao karibu. Kama ukiangalia mazingira ya shule ya Mawiti mpaka nyumbani Mtakuja ni mbali, na kuna sehemu zamani kwa bonde la mchanga, kwa hiyo kuna vichaka. Kwa hiyo unapoona muda unaokifika, basi tujaribu kufuatilia ni shuleni kuhakikisha usalama wao unakuwa ni jambo la msingi.